في ذاته أوثق عرى الإيمان، وربط القلوب المؤمنة برباط الأخوة الصادقة، وجعل البغض في الله حماية للعقيدة وصيانة للدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allahu jalla jalaluhu, mola wetu mtukufu, na kumtakia ziada za sala na salamu kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni kama ambavyo ninapaswa kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah jalla jalaluhu, kwani kumcha kwake ndiyo mafanikio yetu hapa duniani na kesho akhira. Ndugu zangu Waislamu, inna alhubba fillahi walbughdha fillahi min awthaqi ura aliman, hakika kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah, hii ni katika nguzo madhubuti za imani ya Muislamu. Kama qala sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, awthaqu ura aliman alhubbu fillahi walbughdhu fillah, nguzo madhubuti zaidi za iman ni kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Akhrajahu Ahmad. Ndugu zangu Waislamu, huwa mizanul walai wal bara, hiyo ndiyo mizan ya kupenda na kuchukia. Wa dalilu sidqi al-imani fil qalb, na ndiyo dalili ya ukweli wa iman katika moyo wa Muislamu. Ndugu zangu Waislamu, alhubbu fillahi huwa an tuhibba akhaka almuslima li ta'atihi lillah, kupenda kwa ajili ya Allah ni kile kitendo cha kumpenda ndugu yako Muislamu kwa sababu ya kumtii kwake Allah. Kwa kuwa anamtii Allah, basi unampenda. Wattiba'ahu li shar'ihi au wattiba'ihi li shar'ihi, na kwa kufuata kwake sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, la li maslahatin dunyawiyatin au manfaatin shakhsiyya, sikumpenda kwa ajili ya maslahi ya kidunia au kwa manufaa ya kibinadamu au manufaa binafsi. Iwe unampenda kwa ajili ya kwamba yuko karibu na Allah na kwa dhahiri ya kwamba unamuona anamtii Mola wake. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman, mambo matatu atakayekuwa nayo mambo hayo basi atapata utamu wa iman. Akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, na kwanza ni kwamba awe Mwenyezi Mungu na mtume wake wanapendeza zaidi kwake, yani anawapenda zaidi kuliko wengineo wote, yani iwe mapenzi yake ya kwanza ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Hapo atapata ladha ya iman. Wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, na kumpenda mtu ikawa hampendi isipokuwa kwa ajili ya Allah, anampenda mtu yule kwa ajili ya Allah, si kwa maslahi ya kidunia. Hapo atapata utamu wa iman. Na akamalizia kusema mtume sallam, wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar, na ile kuchukia kurudi katika kufru baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kumuokoa katika kufru hiyo, kama anavyochukia kutupwa katika moto. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Ndugu zangu Waislamu, hapo ndipo Muislamu atapopata utamu wa iman, ikiwa atashikamana na haya mambo matatu, ikiwemo kumpenda mtu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, walbughdhu fillah,
na kuchukia kwa ajili ya Allah, an takraha huwa an takraha almasiyata wa ahlaha. Hichi ni kitendo cha kuchukia maasi na kuwachukia watu wa maasi, an taati llah, libu'dihim an taati llah, kwa sababu wako mbali na kumtii Allah, ma baqa'i nushi warahmati lahum, pamoja na kubakia nasaha na kuwahurumia kutokana na yale wanayoyatenda, ya kwamba watapata adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba unawachukia kwa sababu wanakwenda kinyume na maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wakati huo huo ma'a du'a lahum bil hidayah, pamoja na kuwaombea dua ili Allah waongoe. Fala yakunu al-bughdhu intiqaman shakhsiya. Sasa hii kuchukia huwa haiwi ni kulipiza kisasi kibinafsi kwa sababu tu ya nafsi kumchukia mtu, hapana. Hii inakuwa bal ghiratan ala hududillahi wa dini, bali inakuwa ni ile mtu kuwa na wivu wa dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mipaka yake. Kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala anaasiwa? Kwa nini unamuasi Allah? Basi nitakuchukia kwa sababu unamuasi Allah, mpaka utakapomtii basi nitakupenda. Hiyo ndiyo alhubbu fillah walbughdhu fillah. Ndugu zangu Waislamu, bihadha almizani tuhfadhu alqulubu min at-ta'alluqi bid-dunya. Kwa mizani hii basi mioyo yetu Waislamu inahifadhiwa kutokana na kuambatana na kushikamana na dunia tu. Watabqa ar-rawabitu baina al-mu'minina naqiyatan safiya, na inatakiwa yawe mahusiano baina ya waumini, yawe mahusiano ni masafi kabisa. Qaimatan ala al-iman, yanatakiwa yawe mahusiano yasimame katika iman, la ala al-masalih az-zaila, si katika maslahi yenye kuondoka ya kidunia. Liannahu la yabqa yawm al-qiyamati baina ahliha illa alaiqu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hakutobakia siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa yale mahusiano ya Allah tu subhanahu wa ta'ala ndiyo yatakayobakia, kama alivyosema Allah jalla jalaluhu, al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa almuttaqin. Vipenzi siku hiyo baadhi yao kwa wengine watakuwa ni maadui, isipokuwa wacha Mungu tu waliopendana kwa ajili ya Allah, hao ndio hawatotengana. Lakini mapenzi ya aina zozote zile, kitu chochote kilichowakusanya watu wakawa kitu kimoja duniani ambacho hakiambatani na dini, basi hicho kitakuja kuwaepuka na kuwatenganisha yaumal qiyama, kama walivyoyasema hayo wanawazuoni. Ndugu zangu Waislamu, i'lamu anna man ahabba fillah wa abghadha fillah, tambueni ya kwamba mtu anayependa kwa ajili ya Allah na anayechukia kwa ajili ya Allah, wa a'ta lillahi wa man'a lillah, na akatoa kwa ajili ya Allah na akazuia kwa ajili ya Allah, faqad istakmala al-iman, basi mtu huyo inakuwa imani yake imekamilika, kama alivyosema hayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Imam Abu Daud. Falnahris ala an takuna mahabbatuna wa bughduna muwafiqatan li shar'i Allah, basi tukimbilie iwe mapenzi yetu na chuki zetu yanaendana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatta nanala mahabbata Allah lana, ili tupate mapenzi ya Allah kwetu sisi. Faqad qala subhanahu wa ta'ala, amesema Mola wetu mtukufu katika hadithi qudsi, wajabat mahabbati lilmutahabbina fiyya, yamewajibika mapenzi yangu kwa wale wenye kupendana kwa ajili yangu. Kwa maana tukipendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi tutastahiki mapenzi ya Allah jalla wa ala. Ndugu zangu Waislamu, yaum al-qiyama kutakuwa na joto kali mno, watu watafunikwa na majasho yao kwa mujibu wa matendo yao, na hakutakuwa na kivuli siku hiyo isipokuwa kivuli cha arshi rahman, na hawatokipata kivuli hicho isipokuwa watu saba, kama alivyosema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu
yawma alqiyamati fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Watu aina 7 Allah subhanahu wa ta'ala atawafunika katika kivuli chake siku ya kiyama, siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake tu. Akawataja miongoni mwa hao watu 7, akasema rajulani tahabba fillah ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi, watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah, wamekutana kwa ajili ya Allah na wametengana kwa ajili yake Allah jalla waala. Hawa ni miongoni watakaopata kivuli cha Allah jalla waala. Yani ma farraqahum illa almaut, hakuna kilichowatenganisha isipokuwa ni kifo tu. Hicho ndicho kilichowatenganisha. Wa hadhihi almahabbatu baqiya fi sudurihim wa nufusihim, na mapenzi haya yakawa yanaendelea katika vifua vyao na katika nafsi zao. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tutakase nafsi zetu na imani zetu, na tuondoshe mambo yote na tubakishe imani ya Allah subhanahu wa ta'ala, tubakishe mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yake, lakini pia tuweke na machukizo kwa ajili yake, ili tuweze kupata mapenzi yake Allah jalla waala. Tumuombe Mola wetu mtukufu atuwafikishe tuwe katika waja wake wema wanaopendana kwa ajili yake jalla waala, na hatimaye kupata mapenzi yake jalla waala. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله، الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإيمانا بألوهيته واعتقادا بأسمائه وصفاته، مراغبا بذلك من عاند به أو جحد أو شك أو كفر. ونصلي ونسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ndugu zangu Waislamu, nakuhusieni kama ambavyo ninapaswa kuihusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah jalla waala. Ndugu zangu Waislamu, adhimu awamirahu wa nawahiya, tuadhimishe na tutukuze amri zake Allah subhanahu wa ta'ala na makatazo yake. Walinaj'ala a'malana khalisatan liwajhihi, na tufanye matendo yetu kuwa ni masafi kwa ajili ya kutaka radhi zake. Linaj'ala mahabbatana fillah, tujalie na tufanye mapenzi yetu hasa yawe ni kwa ajili yake. Wala naj'aluha
liajli dunya, wala tusiyafanyi kwa ajili ya dunia. Mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyosema katika hadithi tuliyotangulia kwamba wale wanaostahili kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wale waliopendana kwa ajili yake. Kwa hiyo tupendane kwa ajili yake Allah jalla waala, lakini pale tunapoona kwamba tumekwenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuitane kwa njia zilizo nzuri na tunasihiane ili tupate kurudi katika njia ya Allah na tupendane kwa ajili yake. Ndugu zangu Waislamu, kama ambavyo tunavyoona hali zinavyokwenda, hali za ulimwengu, tunapaswa kuendelea kumshukuru Mola wetu mtukufu kwa kila aina ya neema zake. Tumshukuru Mola wetu ili atuzidishie neema zake, na tujiepushie na kuzikufuru neema zake ili tusije tukaondoshewa neema hizo. Kwa hiyo tumuombe Mola wetu mtukufu atujalie sote tuwe ni katika waja wenye kushukuru ili tuzidishiwe neema zake, asitujalie tuwe ni wenye kukufuru tukaondoshewa na neema zake. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Thumma alamu anna Allah amarakum bi amrin qad bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi almusabbihati bi qudsihi wa thallatha bikum ayyuha almu'minun faqala qawlan karima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد بلد زنجبار آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم واجعل بلاد تنزانيا عموما بلادا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فرد كيده إلى نحره. اللهم اجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا خصوصا منهم رئيس زنجبار دكتور حسين علي مويني. اللهم وفقه للعدل. اللهم جنبه الجور والظلم والفسوق والعصيان واجعله من الراشدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاتنا وولاة أمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عملك يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.